kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, vita ya kwanza ambayo utakutana naye ni vita ya mwili wako kwanza, kabla ya kukutana na vita na shetani. Sikiliza, si kila mahali shetani anahusika. Unajua tumezoea shetani toka, shetani toka. Kuna sehemu nyingine hahusiki kabisa. Utasema mtumishi unaniambia kitu gani? Biblia nasema Mungu aliwaambia wana wa Israeli wanaenda Kanaani. Mungu alivyowaambia wana wa Israeli wanaenda Kanaani, Biblia inasema Mungu aliwatangulia. Haleluya. Aliwatangulia kwa nguzo ya wingu na kwa nguzo ya moto. Utiishi wa Mungu ulikuwa mbele yao. Nguvu za Mungu zilikuwa pamoja nao kwa ajili ya kuwafikisha Kanaani. Haleluya. Soma Biblia yako kwenye kitabu cha Hesabu. Biblia inasema wale wapelelezi walivyotumwa kwenda kuipeleleza nchi, Biblia inasema ile nchi walivyoipeleleza wakakutana na majitu, wakakuta majitu yapo. Biblia inasema ndani yao wakaogopa. Walivyoogopa wakaleta habari kwa waliobaki kwamba nchi ambayo Mungu ametupa ni nchi nzuri sana, lakini wana kitu tumewaona kule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuoneshe kitu gani kwenye kitabu cha Hesabu. Zuio la wao kufika Kanaani, shetani ya kuhusika hata kwa sehemu. Haleluya. Haikuwa shetani, ilikuwa ni imani zao, ilikuwa ni mili yao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mazuio ya kiroho. Sio kila mahali shetani anakuzuia. Hapana. Linaweza likawa zuio la mwili, linaweza likawa zuio la akili yako, linaweza likawa zuio la imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, nasikia kutoa mfano huu hapa. Kuna wale watu ambao wanafanya kazi na kwenye mikono yao hela nyingi sana zinapita. Haleluya. Lakini apigi hatua za mafanikio, manake asongi mbele kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Issue ni nini? Issue ni akili. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana. Kwa sababu kwa pesa ambayo unapata, haijalishi ni ndogo au ni kubwa, ili uendelee lazima ujifunze kuweka akiba. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unapata hela nyingi kiwango gani, Bwana Yesu asifiwe, kama usipojifunza, manake upo uwezekano unapata na inapitiliza kwenye matumizi. Manake hapo huwezi kufanikiwa, huwezi kuendelea, huwezi kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe.